Hivyo pia hapa lazima pia ungetaja mandhari wakati unadodoa ile mifano. Kwa hivyo mandhari, kumbuka, ni mahali ambapo matukio ya hadithi yanatokea. Katika hadithi hii mwandishi anatumia maeneo mawili makuu: tabia za watu. Kumbuka kuna mandhari pia ya wakati, usisahau. Mazingira ya Coco Beach yanawakilisha mambo ya anasa, utajiri wa haraka. Anayekuja nyumbani kwako, huu ni ubeti wa 3. Ukikaa na rafiki anayekuja nyumbani kwako, akikuita rafiki wa dhati, anayejifanya anakupenda sana moyoni, lakini mambo yakiharibika anajifanya hakujui, anakuuliza wewe ni nani, unaambiwa huyo si rafiki, ni komboko, yaani ni nyoka hatari mwenye sumu. Alirudi nyumbani haraka na kumwita mke wake, Mandalina, Mandalina, hebu njoo uone maajabu. Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo naendelea kuangalia karatasi ya KCSE 2025 C ni karatasi ya 3. Kwa hivyo tunaangalia maswali na majibu yake. Swali la 5. Eleza jinsi mandhari yalivyotumiwa kukuza vipengele vifuatavyo katika hadithi ya Nilitaramani. Kipengele cha kwanza ni maudhui, ni wahusika. Tuanze na Coco Beach. Hapa si mahali pa kupumzika tu. Hapa ndipo tamaa ya mapenzi ya Tumaini ilipozaliwa. Hapa ndipo tunapoona uabudu shetani na anasa za Romeo. Mwandishi anatumia gari la Q5 kuonyesha utajiri, lakini nyuma ya utajiri huo kuna ahadi za uongo. Romeo anakuja amevaa kaptula, ishara kubwa ya ukengeushi. Lakini tukihama kutoka pwani hadi mtaa wa Kariakoo, picha inabadilika. Kariakoo inatupa ukweli wa maisha na ukosefu wa ajira na umaskini unaomkabili Jennifer. Licha ya shida hizo zote, ukarimu wa Jennifer bado unakinga jamii. Hapo ndipo tunapoona pia utajiri mkubwa wa mhusika Nina. Tamaa ya kimapenzi au maudhui ya tamaa ya kimapenzi yanajitokeza katika mandhari ya Coco Beach kupitia Tumaini. Uabudu shetani unadhihirishwa na mhusika Romeo akiwa Coco Beach. Maudhui ya anasa na starehe zinaonekana wazi kupitia harakati za Tumaini na Romeo ufukweni. Ahadi za uongo Romeo anazitoa kwa Tumaini wakiwa Coco Beach. Ukengeushi wa maadili au ukisema tu maudhui ya ukengeushi yanadhihirishwa na kitendo cha Romeo kuvaa kaptula. Pupa ya maisha, Tumaini anajiingiza kwenye mapenzi bila kuchukua tahadhari. Ukaribu wa kijamii unajitokeza kupitia Jennifer katika mandhari ya Kariakoo. Ukosefu wa ajira, changamoto hii inatawala maisha ya mtaani Kariakoo. Pia kuna umaskini, yaani maudhui ya umaskini unaonekana katika hali duni na mkabili Jennifer mtaa wa Kariakoo. Pia kuna ukwasi au utajiri wa dhati unabainika kupitia mafanikio ya kimaisha ya Nina. Kwa hivyo hapa muhimu katika swali hili ilikuwa lazima utaje maudhui na katika mfano lazima utaje mandhari. Ndio maana unaona tunataja mandhari ya Coco Beach, tunataja mandhari kwenye gari la aina ya Q5, tunaona pia mandhari ya Kariakoo. Hivyo hivyo lazima ungetaja hivyo. Swali la wahusika pale sehemu ya pili. Sasa tuwaangalie wahusika kupitia maeneo haya. Nina anajulikana kwa ukaribu na upendo wa dhati. Jennifer anajulikana kwa bidii yake ya kazi mtaani. Tumaini ana ujasiri, matumaini ya kazi, lakini anapozwa na pupa yake. Romeo pia ni laghai, shirikina, vikigeuka nani kufuata anasa za mjini. Nina ni mhusika mkaribu sana kwa Tumaini. Nina pia anaonyesha mapenzi ya dhati na ya kweli kwa Tumaini. Jennifer ni mwanamke mwenye bidii kubwa kazini kwake. Tumaini ana matumaini makubwa ya kupata kazi nzuri.
Zubaidi ana sifa ya kuwa na pupa maishani. Zubaidi pia ni msichana jasiri anayekabiliana na changamoto zake, na Romeo ni mhusika laghai na tapeli mkubwa mjini. Romeo pia ni mhusika au unaweza kusema ni mshirikina ambaye anaamini na nguvu za giza. Romeo pia amekengeuka na kufuata tamaduni za kigeni kabisa. Tunamwona amevaa kaptura na ni mwenye kupenda anasa na starehe. Hivyo pia hapa lazima pia ungetaja mandhari wakati unadondoa ile mifano. Hivyo mandhari, kumbuka, ni mahali ambapo matukio ya hadithi yanatokea. Katika hadithi hii mwandishi anatumia maeneo mawili makuu: tabia za watu. Kumbuka kuna mandhari pia ya wakati, usisahau. Mazingira ya Coco Beach yanawakilisha mambo ya anasa, utajiri wa haraka, matapeli na kupoteza maadili. Mazingira ya mtaa wa Kariakoo yanawakilisha maisha halisi ya kawaida yenye umaskini na shida za kukosa kazi. Ukielewa jinsi maeneo haya yanavyoathiri tabia za Tumaini na Romeo, utakuwa umejibu swali hili kwa urahisi kabisa. Radi umeonyesha maudhui yale katika swali la kwanza, na pale swali la pili umeonyesha sifa za wahusika. Ushairi, swali la 6. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Ukiwa naye rafiki wa kujifanya ni rafiki, jua likiwapo angani, giza linapotamalaki madigani haonekani, hivi wasema una nini? Sio rafiki unapopo. Ukiwa naye rafiki wewe anayekudhamini wakati hawapo shidani, anayekuzoga rohoni, akitumani ubwauni, kisha akiwapo rahani, anakuondoka machoni, hivi wasema una nini? Sio rafiki ni kunguni. Ukiwa naye rafiki anayekujia nyumbani, akikuita wewe mwendani, urafiki asokifari, tena mwenye mwingi uzani, amekufutika lidini, umezama kwake moyoni, na kisha wapo gizani, anakusema wewe jari, unasema una nini? Sio rafiki una koboko. Ukiwa naye rafiki umwalikaye mloni, hala vyakula vya tani, huku mkicheka vinywani, na kwa wingi mno utani, mkawa mumo furahani, si mchana wala jioni, milo mwatia matumboni, nyama na biriani, na akiondoka nyumbani akusema una mahari, unasema una nini? Ni rafiki wa kitambi. Ukiwa naye rafiki ajidhanie kwa Mungu, alokuja ulimwenguni, akutoe kwenye vugu na akuweke hadharani, akuone kama mkungu uloanguka mchangani, kwamba bila na yeye Mungu ni bure unayothamani, tena ayapike majungu. Wajua jamaa fulani, mimi ni kama wake Mungu, bila mimi yeye ni duni. Nimemuopoa Mungu, alizamia matopeni, unasema una nini? Sio rafiki, shetani. Ukiwa naye rafiki ukamfichulia siri, mnapokaa kikaoni, wa kuenda naye safari, mpite hata na maporini, mfano waenda mandali, ukisurura moyoni, na wewe kwa yako suduri kabisa unamwamini, na tena dhahiri shairi ukamweleza kinywani. Kisha mkiwa kwenye pori, wawili mmezama ndani, anakupiga na kabari, huku akuita mwandani, akukeuza bakari, wewe kutiwa kisu shingoni, huku ukiona fahari akikuasiri mwilini, unasema una nini? Sio rafiki muumiani. Swali la A, fanua kwa hoja 6 ujumbe unaojitokeza katika shairi hili. B, bainisha vipengele vitatu vya kimtindo vilivyotumiwa katika ubeti wa 4 wa shairi hili. Cha, onyesha aina 3 za uhuru wa kishairi katika shairi hili. Da,
Bainisha nafsi neni ya shairi hili. Eleza toni katika shairi hili. Nafaa andika ubeti wa kwanza kwa lugha ya nathari. Kwa hivyo nikikuelezea tu ushairi kidogo, katika ubeti wa kwanza unaambiwa ukikaa na rafiki wa uongo, yeye huwa nawe wakati wa furaha na shida zikitokea anatoweka. Huyo unaambiwa si rafiki, ni popo. Ubeti wa pili unaambiwa ukikaa na rafiki anayejifanya na kuheshimu, lakini ukiwa kwenye shida anakuumiza roho na kukutakia mabaya, kisha akipata raha na kuacha na kukusahau, unaambiwa huyo si rafiki, ni kunguni, kwa sababu anakunyonya damu yako na kisha anaondoka. Ukikaa na rafiki anayekuja nyumbani kwako, huu ni ubeti wa tatu. Ukikaa na rafiki anayekuja nyumbani kwako akikuita rafiki wa dhati, anayejifanya anakupenda sana moyoni, lakini mambo yakiharibika anajifanya hakujui, anakuuliza wewe ni nani, unaambiwa huyo si rafiki, ni komboko, yaani ni nyoka hatari mwenye sumu. Ubeti wa nne unaambiwa ukikaa na rafiki unayemwalika chakula kizuri nyumbani, mnakula na kucheka pamoja kwa furaha mchana na usiku. Tarudia katika ubeti wa nne, unaambiwa ukikaa na rafiki unayemwalika chakula kizuri nyumbani, mnakula na kucheka pamoja kwa furaha mchana na usiku. Unakula minofu ya nyama na biriani, lakini akiondoka tu kwako anaanza kukusengenya kuwa huna maana. Unaambiwa huyo ni rafiki wa kitambi, yaani ni rafiki wa maslahi ya tumbo. Hivyo kwa jumla shairi inazungumzia tu marafiki wanafiki ambao wanaelezewa. Mwandishi anatumia mifano minne ya wanyama na vitu ili kukuelezea tabia zao mbaya. Popo anakuacha shida zikianza, kunguni anakuumiza na kunyonya kiuchumi au kisaikolojia, kisha anakutupa akipata raha yake, na komboko ambaye ni nyoka anakupamba kwa maneno matamu ukiwa pamoja, lakini mambo yakiharibika anajifanya kujui kabisa. Na rafiki wa kitambi au chakula ni rafiki anayependa kula kwako biriani na nyama, lakini akitoka nje anakusengenya na kukuvua nguo. Tuangalie majibu yale maswali ambayo nimekusomea, yalikuwa kwenye mtihani huu wa kanseli. Ujumbe wa shairi ni rafiki mzuri wa kuonekana mchana na usiku anakutenga, sio rafiki wa kweli. Rafiki wa kutaka umsaidie nawe ukiwa na shida kusaidii, sio rafiki. Rafiki wa dhati hawezi kukusengenya nyuma ya mgongo wako. Nne ni rafiki wa kumkaribisha kwa mlo, kisha akiondoka anaanza kukulaani, huyo si rafiki. Tano, rafiki wa kujifanya kuja kukuauni, yaani kukusaidia, kisha anze kukutangaza, sio rafiki mwema. Rafiki wa kumfichulia siri na mkiwa kwa safari anakudhuru, sio rafiki wa kweli. Sasa tuende kwenye mitindo ya kisanii. Mtunzi ametumia mbinu nzuri sana hapa. Anapotumia vitone badala ya neno, hiyo inaitwa mdokezo. Anaposema si mchana wala usiku, hapo ametumia tanakuzi, kwa sababu mchana na usiku ni kinyume. Na lile swali la kujiuliza, unasema una nini? Hilo ni swali la balagha. Utohozi ni pale anasema kuchukua neno la lugha ya kigeni na kulipa matamshi ya Kiswahili. Mfano tani, ile tan kutoka tan ya Kiingereza. Taswira ni picha ya kiakili inayojengeka na inapatikana pale mkicheka vinywani. Kwa hivyo ni taswira oni. Kuna tabaini, kusitiza jambo kwa kukataa kinyume chake, si mchana wala usiku. Kuna tanakuzi, matumizi ya maneno yenye maana kinyume au pinzani, mchana wala usiku. Jambo muhimu zaidi katika ushairi ni uhuru wa kishairi. Hapa ndipo mtunzi anapovunja sheria za lugha kimakusudi.
Unafupisha maneno kwa mbinu ya inkisari kama neno asu badala ya sie. Anarefusha maneno kwa mbinu ya mazida kama kusema manyamani badala ya. Hata sarufi anaiboroga kwa kusema wewe anayekuthamini, ili mradi tu shairi lake liimbike vizuri au litambwe vizuri. Tunaona kuna ukali na matumizi ya maneno ya zamani, maningani maanisha machoni. Kuna inkisari kufupisha maneno, umwalikaye badala ya unayemwalika. Pia mwandishi ametumia pale asu badala ya sie. Mazida kurefusha neno kwa kuongeza silabi, amesema manyamani kutoka kwa nyama. Kuna utohozi mfano wa neno tani, nimekueleza. Kuna kuboroga sarufi pale kuvunja sheria za kisarufi ili kutosheleza mdundo. Wewe anayekuthamini badala ya anayekuthamini wewe. Nafsi neni ya shairi hili ni mtu anayeigiza kama mshauri wa jamii. Anazungumza kwa toni ya kushauri, kunasihi na kuliwaza wale wote walioumia kwa kusalitiwa na marafiki zao. Mwishoni, ukitaka kuandika ubeti wa kwanza kwa nathari, unarahisisha tu mistari hiyo kwa insha ya kawaida. Yaani unaandika kwa kutumia lugha rahisi hivi kwamba mtoto wa gredi ya 3 anaweza kuelewa ushairi unazungumzia nini. Unasema ukiwa na rafiki ambaye hukupenda wakati wa mchana, lakini usiku ukiwaodia haonekani, jua huna rafiki, huyo sio rafiki, ni kama mnyama popo. Shairi la 7. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Tulapo nyama kwa wingi, bugia mapande mengi, ukapukuta magombe mengi, na kutafarani kwa wingi, tena kiburi kingi, kwamba tupo kileleni, kwa shehena ya tumboni, na furaha ya kinywani, kijibweteza kochini, basi mazoezi mwilini, hatuli twaliwa. Tubugiapo chipsi na kaukau, na keki kuzikakatoa, na peremende kuzibajua, na vinywani vya sukari, tukaba na kujigamba, vina utamu gegoni, vinatushuka tumboni, tukajilaza masebuleni, na popo zetu runingani, mwenendo wa hizi zamani, hatuli twaliwa. Tuizapo mboga zetu za zamani, tena za toka zamani, turarambukia za madukani, zitokazo viwandani, ili tuwe tusafuni, usasa twamanya nini, hatuli twaliwa. Tuchukiapo viazi vitamu, mayungwa na muhogo, kisamvu tukakicha kama bogo, tusile japo kidogo, tutape yenye mulo, ili nasi tuwe tumo, tujua kwenda na wakati, hatuli jama hatuli twaliwa. Twaliwa na bauli sukari, twaliwa na jogo, twaliwa na unene, twaliwa na utepetevu, twaliwa na wakati, twaliwa na kengeushi, twaliwa jama twaliwa. Limeandikwa na Wamitila. Swali la A, eleza ujumbe katika shairi hili. B, fafanua umuhimu wa aina mbili za urudiaji katika ubeti wa kwanza wa shairi hili. C, bainisha aina zifuatazo za uhuru wa kishairi katika shairi hili: inkisari na utuhuzi. D, bainisha nafsi neni katika shairi hili. E, eleza toni katika shairi hili, na F, andika ubeti wa 3 kwa lugha ya nathari. Huo tukichambua tu swali hili la 7, ni shairi la mlo mbaya na athari ya mtindo huo wa kisasa wa maisha. Kwa hivyo ubeti wa kwanza
Tunaambiwa tunapokula nyama kwa wingi, tukimeza mapande makubwa na kufakamia nyama ya ng'ombe nyingi sana, tunafurahi sana huku tukiwa na kiburi kikubwa. Tunajiona tuko kileleni kwa mafanikio kwa kujaza matumbo yetu na kupata furaha mdomoni tu. Tunavijari kwenye masofa ya kifahari ambayo ni ukochi bila kufanya mazoezi yote mwilini. Kwa hivyo tunaambiwa hatuli, tunaendelea kula tu. Ubeti wa pili tunaambiwa tunapofakamia vyakula vya mafuta kama vile chipsi kavu, keki zilizokatwa vizuri, peremende za kila aina na vinywaji vyenye sukari nyingi, tunajigamba kuwa tunaishi maisha mazuri. Vitu hivi vina ladha tamu mdomoni, yaani pale gegoni, na vinashuka tumboni mwetu. Kisha tunajilaza sebuleni tukiangalia filamu au taarifa kwenye runinga zetu. Huu ndio mtindo duni wa maisha ya sasa. Tunaambiwa tu hatutulii, tunaendelea kula tu. Ubeti wa tatu, tunapoidharau mboga yetu ya majani asili ambayo imekuwepo tangu zamani, na badala yake tunakimbilia vyakula vilivyosindikwa madukani na viwandani ili tuonekane wa kisasa na wasafi. Huu sasa tunauania unatupa faida gani? Hivyo tunaambiwa hatutulii, tunajisajili kwenye matatizo ya kula tu. Hivyo kwa kijumla tu ni kuhusu vyakula hatari. Watu wanakula nyama nyingi, chipsi, keki, peremende na vinywaji vya sukari kwa sababu tu vina ladha tamu mdomoni. Pia tunaona uvivu. Baada ya kula watu hawafanyi mazoezi, wanajitupa kwenye masofa, yaani kochini na kuangalia runinga. Pia kudharau asili. Watu wanadharau mboga za majani za kienyeji na kukimbilia vyakula vya makasuku au vilivyowekwa kwenye mikebe viwandani ili waonekane wameendelea. Pia kiitikio cha hatuli twaliwa ina maana kubwa sana, yaani hatuli chakula bali kile chakula kibaya tunachokula kinatula sisi, yaani kinatuharibu miili na kutuletea magonjwa. Hivyo tuangalie ujumbe wa shairi alama 6 na madhara ya vyakula vya kisasa. Shairi linatahadharisha jamii kuhusu hatari ya kula vyakula vilivyosindikwa viwandani na vyenye mafuta na sukari nyingi. Hatari ya uvivu, ya kutofanya mazoezi. Watu wanaonywa dhidi ya mitindo ya kula na kujilaza kwenye masofa. Magonjwa ya mitindo ya maisha. Shairi linaonyesha wazi kuwa ulafi huu unasababisha magonjwa hatari kama vile ugonjwa wa sukari, ile bauli sukari, na ugonjwa wa viungo, ile jogo, na unene wa kupitiliza. Kuna kudharau vyakula vya asili. Mwandishi anasikitishwa na jinsi jamii inavyovikataa vyakula vyenye afya vya kiasili kama viazi vitamu, mihogo, mayungwa na mboga za majani. Kuna ukengeushi wa kitamaduni, yaani kufuata usasa usio na misingi ya afya, kukimbilia vyakula vya madukani ili kuonekana wa kisasa, unaiangamiza jamii. Na mwisho ni kuliwa na kwa chakula, yaani ujumbe mkuu wa kitikio ni hatuli chakula kwa ajili ya kujenga miili, bali vyakula hivyo vibaya vinatula na kutuangamiza sisi wenyewe. Swali la ba, fafanua umuhimu wa aina mbili za urudiaji katika ubeti wa kwanza wa shairi hili. Unajikita tu katika ubeti wa kwanza. Hivyo kuna urudiaji neno nyama limerudiwa kwa wingi, mengi pia imerudiwa, na umuhimu wake ninasisitiza kiwango kikubwa cha ulafi, jinsi watu wanavyofakamia vyakula kwa pupa bila kiasi. Kuna urudiaji wa sauti, silabi, wingi, mengi, kingi, unaleta urari wa sauti, mdundo wa kimuziki. Pia tunaambiwa bainisha uhuru wa kishairi. Inkisari ni kule kufupisha maneno. Tukaba ile tukisema, badala ya tukisema. Ubeti wa pili kuna utohozi, yaani matumizi ya chipsi kutoka chips na keki kutoka kwa cake, au kochini kutoka kwa couch. Bainisha nafsi neni katika shairi hili. Ni mwanajamii anayeshuhudia mienendo mibaya au ni mshauri wa masuala ya afya anayesikitishwa na jinsi jamii inavyojiangamiza kwa ulafi na usasa fiki. Eleza toni,
Toni ya shairi hili ni kusikitika au kulalamika, na wakati huo huo toni ni ya kukemea au kuonya jamii kuhusu mitindo hatari ya maisha. Unaambiwa pia uandike ubeti wa 3 kwa lugha ya nathari, unapokataa na kudharau mboga zetu za zamani za asili ambazo zimekuwepo tangu zamani, na badala yake tunakimbilia kwa pupa kununua vyakula vya madukani vilivyotengenezwa viwandani ili kuonekana tupo kwenye mitindo ya kisasa na wasafi. Ukweli ni kwamba hatuelewi faida ya usasa huo. Hatuli vyakula hivyo, mbali vinatuharibu miili yetu. Fasihi simulizi. Swali la 8. Soma utungo ufuatao kisha ujibu maswali. Hapo zamani za kale paliishi mzee mmoja kwa jina Mtangilo. Mtangilo alipenda nyama kupindukia. Ukiwa na hafla kama vile harusi, alihakikisha kwamba alihudumu katika upishi wa nyama. Siku moja alikula nyama kukithiri mpaka akashindwa kutembea kurudi nyumbani. Vijana wanne walimshika na kumweka kwenye toroli na kumsukuma wakimpeleka nyumbani. Hawakuwa wamesukuma toroli zaidi ya kilomita 1 wakati walivamiwa ghafla na harufu mbaya mithili ya makwapa ya suku. Mara tumbo la Mtangilu likaguruma kama radi na wote wakashtuka. Nisaidieni, nataka kujisaidia, Mtangilu akasema huku akitokwa na kijasho kinene. Kwa bahati nzuri, karibu na barabara palikuwa na msala. Vijana walisukuma toroli kwa kasi na kumzoa Mtangilu karibu na msala. Talaala, yaliyofuata hayaambiliki, hayasemezeki. Vijana walimwacha Mtangilu na kutoroka kwa yale walioyaona, walioyasikia na walioyanusa. Wiki 2 hazikupita kabla ya Mtangilu kuhusika katika kisanga kingine. Aliingia katika buruji la kondoo wake, kumbeba kondoo mmoja hadi kichakani. Alichukua ngozi ya fisi na kumgumbika yule kondoo. Kondoo alionekana kama fisi. Shilingi kwa ya pili. Alirudi nyumbani haraka na kumwita mke wake. Mandalina, Mandalina, hebu njoo uone maajabu. Fisi amemla kondoo wetu na alafu akakwama pale kichakani akitoroka. Mandalina alimfuata mume wake kujishuhudia. Alimwona fisi aliyekwama kichakani. Ingawa mila zetu hukataza kula nyama ya fisi, hazijatukataza kumchinja, Mtangilu akasema na kumchinja fisi. Ingawa mila zetu zimetukataza kumla fisi, hazijatukataza kuchuna ngozi yake, akasema na kuchuna ngozi. Ingawa mila zetu zimetukataza kumla fisi, hazijatukataza kumkata vipande, Mtangilu akasema na kukatakata nyama. Rudi nyumbani ni kuandalia chakula mume wangu, Mandalina akamwambia mume wake. Mtangilu alisita lakini mwishowe akakubali shingo upande. Mandalina alimwandalia mumewe chakula na kisiri akarudi mbio pale kichakani. Alibeba nyama kwa mifupa na kuzipeleka jikoni bila kuonekana na yoyote. Mtangilu alirudi kichakani tayari kuoka nyama ile kisiri. Lakini wapi? Alipata ngozi ya fisi pekee. Familia ya Mtangilu ilikula nyama ya kondoo kwa siku 5 mfululizo. Hadithi yangu inaishia hapo. Swali la A, toa sababu 3 kuonyesha kwamba hadithi hii ni hekaya. Ili fafanua vipengele 6 vya kimtindo vilivyotumiwa kuwasilisha hadithi hii. Eleza shughuli 5 zinazotambulisha utamaduni wa jamii hii. Swali la B, eleza changamoto 6 zinazoweza kumkumba mkusanyaji wa data ya fasihi simulizi akitumia kamera ya kunasa video. Hivyo swali la kwanza pale kuna matumizi, ni hekaya kwa sababu kuna matumizi ya hila au ulaghai kutoka kwa Mtangilu. Pia kuna wanafunzo na ulaghai wa Mtangilu kumgubika kondoo wake ngozi ya fisi. Swali la pili pale kuna mitindo katika hadithi, kuna fomula ya utangulizi hapo zamani, uaishaji ambao ni Mtangilu kupewa sifa za binadamu,
Tuku ni kubebwa na vijana wanne baada ya kushiba. Taswira kusukuma toroli au harufu mbaya. Kwa hivyo kusukuma toroli ni taswira mguso. Tashbihi kamaradi, kuna nidaa salala, pia upenyezi nisaidieni, nataka kujisaidia. Kuna taharuki, yaliyofuata hayaambiliki, hiyo ni taharuki. Kuna tanakuzi, pia kuna mdokezo, pia kuna ile takriri ya mandalina. Kinaya chakula fisi lali mila zinakataza, na kuna swali la balagha lakini wapi. Pia pale swali la tatu kutambulisha utamaduni ni sherehe za pamoja kama vile harusi. Kuna kusaidiana vijana kusukuma mtangilu. Kuna mila kukataza kula fisi, mila kukataza kuchuna ngozi, na kuna pia mandalina kuandalia mumewe chakula. Changamoto za kamera katika muktadha huu ni uhitaji ujuzi maalum wa kutumia, gharama ya juu kuinunua, kuna hitilafu za mitambo zaweza kuathiri rekodi, uhitaji nguvu za umeme kufanya kazi, uhitaji fundi au mtaalamu kuzirekebisha zikiharibika. Wahojiwa wengine hubadilisha utendaji wakijua wanarekodiwa, na mwisho wa habari iliyohifadhiwa yaweza kufutika kwa bahati mbaya. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video nitakayokufanyia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.